Hayuko? Order. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Harambe. UDA. Your Excellency. Karibu sana. Your Excellency, the Deputy President of Kenya na waheshimiwa wengine wote, nataka nikukaribishe Ilmotiok siku ya leo na nikuambie karibu nyumbani. Kisikie yuko nyumbani, au watu wote waheshimiwa ni watu wako na wamekuja kushangilia siku ya leo. Your Excellency, bila kupoteza wakati, nataka tu niwaite MCAs wote wenye tuko nao hapa ili wapate tu kutaja tu majina tu peke yake. Your Excellency, waheshimiwa wote MCAs na wakaribisheni hapa tafadhali kwa haraka. Asolas Muko. Huyu ni mheshimiwa kutoka Melelo Ward, anaitwa Philemon Arwasa. Nataka aseme tu jina. Ibagoona mzini ibara kimangela Harambe. Ole UDA, kele UDA ole kazi. Harambe. Karibu sana. Omayanga le Wilbaro, omo ole kazi. Wilbaro. So kainutik kike kurangan Wesley Arap Koech akwa MCA na basaka miani reyu. Omacha atacha Your Excellency the Deputy President engoroni gelenjini tagat mimi woroni imi tenenga. Nebo aeng awe kili Deputy President Gongoi elame nikinyokwa anyin chenge nimbalo ngoroni. Your Excellency Gongoi shida iseke kitamge tinye cheba transport komege tindoi. Kitamge torta igari tabiasi ni enro lakini ko garana itirai ni market. Nebo aeng ane andochini Segemian emet nekikitwa en biik en Sierra Leone. Your Excellency, kingeonech ko kikionech kelele sikeesien. Kikibet malik otane kiabet malik, lakini matera nono I will support you au kisupporten ino biik chebo Mau tugul. Makiyoni ngalekab chepsokeinik. Your Excellency, kingekoni ngecheret ak kikochi president ngecheret ko kikikochi chito agenge rotwet noto ko president. Ako it is very unfortunate kikilewen serikalit nebo Uhuru Kenyatta ak kelewen sabarishek 4 lakini kinyokotingene rotwet nguni kemiten tirita seretos biik ako miten kambit. Your Excellency, kisaun ak kesome kele yeset ako kingen kele ibore ibwate Your Excellency kimiten pattern. Asante sana Wesley. Mheshimiwa Kibrukwen, pigeni makofi. UDA Asla. Your Excellency, karibu Ilmotiok. Itagate na rogi ninyon au kimiten tugul pamoja. Kimoche kityo kemwaun kelenjin kokeborchi Mosolo eng ngecheretab president nebo 2022 au kikesini botangelo agenge. Akebirun kura kobwa bokisit en 2022. Komalechon kikose chon bendote chon bo BBI kokokinde bwonek si yon kaime kole ako yon makipisi keker. Ko yon kipisi kebaka ko ngoime soiti kelal koba. Ni kityo biik yon mheshimiwa chukikinem en mbarenikwak. Kisoe kele yekerilande ibwotwe lagokyok cheseretyoten ortinwek alak komotindoi sigik keleni asila kisoun 2022 tuko pamoja. Kibrukwen mheshimiwa kutete. Haya, tusalamiane wananchi. UDA. Asante sana Your Excellency. Kwa majina naitwa Steven Ole Kudate, MCA kutoka Narosra na tuko ndani ya UDA. Nataka kusema ya kwamba sisi kama MCAs wa Narok, hata kama jana tulipitisha BBI, hatujasema tunapigia handshake mkono. Kwa 2022 tutaenda kwa William Samoei Arap Ruto. Hapo ndio tutakuwa. Asanteni sana. Hapo nyuma tulikuwa CCM na tunaona mdozi yetu hapa, so CCM itakuwa ndani ya UDA. Asante sana kutata mheshimiwa Damaris. 1 minute. Harambe. UDA. Wilbaro.
Your Excellency, kwa majina naitwa Mheshimiwa Damaris Limo, nominated MCA Narok County. Kinomwoe kichogi, Your Excellency itagate Narok. Oamache alenjini, amache kibwochin His Excellency sirutiet nemi Joshua 1:9. Nemwoe Jehova kole tos maane nekiang'atini kimitun ak Iliane amatitoptoben. Your Excellency, yetunik chekabutyin komalyonen akwe. Mwame ongiyanatoni akele kotoret Jehova kongoi mising. Asante sana Damaris. Your Excellency ane ko mheshimiwa Kiptindinyo. Amale Your Excellency kimi muguleldangung betokemo saa 6 langat kemi okinye. Tileni kingen kele kiusin ko usin orota kene mi olo. Lakini kimi okinye. Kilele ngoimen anan koech ngokeri mbunyo koimen iker kolabai. Akibwate kitokenin meto yungi kenyoru tabu. Kingen kele kibore en kainetab Jeiso. UDA! Kimi akeche kasilas pole pole. Asante. Asante sana Mheshimiwa Butingala. Your Excellency, wananchi wote bwana asifiwe. Kwa majina ni Mheshimiwa Susan Kutingala from Narok County, nominated MCA. Tulipitisha BBI lakini kura ni kwa our Deputy President. UDA tuko ndani kabisa. Kina mama muko? Vijana muko? Kura ni wapi? UDA. God bless you so much. UDA. Amalengo sile Arab Ruto itagate lilmotyo. Kongoi misi kichomin ane ko kige tumto ako ma MCA mara wot. Koma mi nenyo ko magalo nyo nyo support ke tugul. Kibaki kibagenge ala unakwe. Para tebe ande ko anita amo umaona ne kichomin na kete kisina ko ma MCA Mheshimiwa Monica. His Excellency the Deputy President, Big Ilmotiok, Ochomeye, Onosuno Cheso, Igureno Mheshimiwa Chepkeleliot, UDA, itinye nenyo, negile William Ruto, 2022 the 5th President, Ongoi Misingita Menwe, la kwenyu Ruto. Haya, tukaribisha Mheshimiwa Nanyu. Makofi kwa Nanyu. Bwana asifiwe. Nisalimie kama unajua uko hai leo kwa sababu Mungu amekusudia uwe hapa leo. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Nanyu Masikonde ama Nenyun. Ile enyu mlitupa lakini nimerudi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi mlioko hapa na wananchi wa Irmotio. UDA. Mimi ni hustler number 1. Sasa mimi natoka Pusmoru na nimekuja hapa kuambia nikiwa msichana Pruko tunaunga mkono naibu wa rais. Na ningependa kumwambia naibu wa rais hata Yesu alikuja mukamtemea mukamugonga na mawe lakini aliinua macho akaambia baba yake wasamehe hawajui walitendalo. Sasa hata yeye tunataka kumwambia utagongwa mawe, utaambiwa maneno, dunia itakunenea, lakini akisema ni wewe hakuna mtu atazuia. Sasa kwa hivyo wananchi wa Irmotio, wananchi wa kaunti ya Narok tumuunge mkono kwa sababu amekuwa rafiki wa karibu sana. Si ndio? Nani anatutembelea sana Kenya hii kuliko yeye? Kwa hivyo tumuunge mkono na tuingie kwa hii UDA. Mimi ni nominated lakini sijui kama hata sisi tutakarabatiwa. Hata watu wa Irmotio, Bwana Yesu asifiwe.
mheshimiwa akiongea, tafadhalini, huyo hasa ameenda kupata mkubwa. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Almotiok. Hebu uniinulie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina ninaitwa Lea Ntimama. Mimi ni MCA Nairobi County. Lakini mimi ni mtoto wa Narok County. Mimi yangu ni kusema na kuasi, najua hata hakuna haja ya kuongelesha watu naibu wa rais. Hao watu washabatizwa kitambo. Hao watu tu ni kupitia na kuwasalimia. Lakini sisi huko Umasaini ama Wamasai aswa Pruko, kwa sababu mimi ni Pruko, tunashikilia huyo ndume mkono mpaka State House. Na nataka kukuambia naibu ya rais, yale yote unayopitia, tunajua dhahabu nzuri, the finest gold goes through the fire, inapitanga kwa moto. Ile dhahabu ya dhamana sana. Kwa hivyo yale yote unayapitia, tuko pamoja na Mungu ako na wewe. Vile unasemanga, sisi tuko na Mungu na watu. Asanteni sana. Haya, makofi kwa Lea. Bwana Yesu asifiwe. Arambe. Arambe. UDA. Sasa kabla hatujapea mheshimiwa aongee ama niseme moja, nataka twende tulonji basi ili turuhusu watoto wa shule waende shule, tukuje tuendelee. Okay. Basi sawa, asante bwana MC, tutaenda. Basi wananchi ya mjambo, hebu tusalamiane. Bwana Yesu asifiwe. Harambee. Hamjashika lakini tutakuja kufanya hivyo. Ninaomba kwa heshima tu, tutakuja kuendelea na mazungumzo ya viongozi wenu kwa sababu the chief asla ako na sisi. Sawa. Kwa hivyo naomba tu tupatiane basi ya watoto kwa heshima. Your Excellency, we commission the bus so we continue with the speeches. Thank you so much. Haya, ongea mwiten. Raido tukula kama yako kwa nyotaje na manyoro kwa. Yani di masala kinyuru ko ne to. Gel o kipse tungebe ni kama nyoro. Ayo wacha wimbo kijai akasana. Wimbo. Abonge tulia no kwa mune ndasa program komye. Mawendo wi. Dr. William Samoe kawako lochen basit asiki junda basit kwa school asiki the star program. DJ. Kama ni chini. Mike. Ayo tuliana kwa ungi bora kwa. Tutulie tu pole pole. Yo. Tutulie tu na ile mayata. Hawa yata ndio hiyo. Unaweza. Tutulie tu hapo. Hapo natisha kwa wanataka kwa pole pole.
Haya, Deputy Governor Chimkuru Ruwasa, karibuni. Haya, karibuni. Haya, DJ, next. Asanteni amache gatulian pole pole. Kingegele Excellency Dr. William Samara Ruto bogago lojen basit. Ago ngalo gichunde chiraine. Aya gogisoma ngele lagok tugul chebo sukul amu kakityakta basit kwa sukul kityai lagokab sukul waende. Wale mambo ya lakwet sukul kesom kabisa kwa minginetab care. Watoto wa shule mwende shule. Basit kwa limba sukul. Wageni nyingi Mheshimiwa Joana Ngeno Ugang. Amashane karibuni. Mheshimiwa Ngeno karibuni. Haya Bwana Yesu asifiwe. Harambee. Toa hiyo nyimbo. So Your Excellency, amachen amwang oliot agenge kityo amun ongen ole tai labati lelo. Your Excellency, chang tuguk cheingen bichu Your Excellency akobo inye. Your Excellency, kimache wegun kongoi. Your Excellency, elamit nekikonech. Kimache kemwa kele ndamo inye Your Excellency, tos mamiten lamit newendi en roi. Your Excellency, ingen kele ndamo inye, kotos mamiten sitimani ketindoi en koroni. Your Excellency, ingen kele ndamo inye kora, kotos mamiten Deputy President Uhuru Kenyatta ko President nebo Kenya ndamo inye. Okot Prime Minister no abolote Your Excellency, kingen kele inye kora nekindoi ko Prime Minister. Kinge tuguchon tugul Mheshimiwa akokebo Kimungu kelenji okot akinye kemae kewekun kou yon kiriyai Mheshimiwa. Your Excellency, miten sukul nekikuren Kiptenden Somoe Girls ne inye Your Excellency nekinomwech. Kimae kemwa kongoi korome kityok lagok en yoto kole ani baba kiwano kimoche kokatech okot agenge. Your Excellency, kosome kora kole ndasiche basit neu noni nekakitur kele Kiptenden Somoe Girls koyote kityok siasa negen kolelenen akolelen Somoe tosha kai koitu kityok kura kondo biik tebeit kolelen kityok Somoe tosha. So kosome bichu Your Excellency ngoliondonon. Your Excellency kinomoche amwaun kora ko bichu ikere koitonoso en yu tugul Your Excellency ak Narok South ak Narok West komotindoi chamait. Chamainywan Your Excellency ko inye. Chamainywan kekuren William Samoei Ruto. Anane bikyok. Mokitinye chamainyon ko Samoei Ruto. Ile makilite Your Excellency ko kichoboti kebe yoto. Your Excellency komoe kityo kosom kit agenge oeng nekoyokwon wananchi ichu Your Excellency. Your Excellency kosom bichu kole ndakisiche beek, ndakisiche boreholes en koroni kong'eten olimbo Tendwet, kong'eten Mekenyu ak korekto baka Lekemyu. Your Excellency komomiten kasit age neyoe bichu. Mamiten beek koroni. Kimoe kesome bechoton Your Excellency. Your Excellency, kitinye polytechnic en yu nekiritoretech itekwech. Ko kikong'et kityo polytechnic ni Your Excellency, kikekonech chukinyai konyokisipto kwa uya. Kokimoche kityo inyoni konomwech sikosomanen asilasichu singelelen wilbarit kongen kotota wilbarit kele kongen kotekta. Harambee. Your Excellency, momo aib kasarta nekoi kitinye kityo dispensary kora ni nikere en ireyu. Dispensary ni Your Excellency koboisien biik kong'eten olimbo Tendwet akoi olimbo Mulot. Komokimoe kokisomin kityo i-upgradenwech Your Excellency ak ichobwech kokararanit sikimuch kesich kerichek en ireyu kora. Anan okwek. Your Excellency, neletunen
komiten ngalechu kesire biik chubo police, chubo rangers, chubo prison. Ngoba bichu chok Your Excellency kosom kasit. Ko kora kobendi akwa kewek. Ko komosom Your Excellency ale indasiche nafasisiek iwirwe koba olibo. Kimache mwa kongoi amun kikonech chukinye. Nekit 20 yekikipchei tugul kong'eten sekemian akoi olimbo Lekem. Kimache mwa kongoi en choton. Kakisome kityo kele yabi nafasisiek choton ibwatech Your Excellency. Ak kemwoe kongoi. Miten kityo ng'oliot agenge nekomoche sibokokweik ra ayoktechini. Your Excellency kitinye sukul nekikuren Ngito Secondary. Kokosoman ine kolenjon simwoinewech His Excellency Deputy President kotekwech laboratory. Somet noton nekosom akomoche kityo koyokten ak ng'oliot agenge iwech kotwech President nebo Kenya. Ak ile kichome kikobokwech legacy agenge meto yu nekikuren Uhuru IDP camp. Legacy noton nekibokwech en koron. Kimwoe ile kimwoe kongoi kora en noton. Kituitosi kityo en olimbo tai. Ng'oliot nomoche ikotunech Raila koni. Your Excellency kimwoe en 2017 Raila kole kokong'et risasiat agenge. Kole kong'et risasiat agenge okobore chito nekile. So kokimwokto risasiat noton en 2017. So chito nosindonige tuan komotindoi risasiat ot agenge. Raila kityo kilenji ak imaman ak irat polepole ak itinde en yon ak iiku president nebo Kenya. Anibuch kemwoe kongoi kokitinye kityo ataliat agenge en yun nekokonam ng'alekab UDA. Ngomwa kityo kotonon kityo kole kinyinet ireu amun kokotoret biikab bodaboda, kotoret chi tugul en ireu. Weri nechorani ng'alechu. Chito nechorani ng'alechu okimoe kewek kongoi. So asante sana Ngobero Chobot. Wanatongo tunakushukuru. Asante sana. Wewe unatupenda bila conditions. Wewe hatukupigia kura huyu mheshimiwa Deputy President. Lakini saa hii ametutendea penalty, ametutendea nini? Sasa mheshimiwa tutakuwa na wewe. Tuko na wewe bamba tu bamba. Asante sana mheshimiwa. Asante, mpigie mzee wetu makofi ya kilo jameni wananchi. Bas, asante sana Your Excellency the Deputy President na wananchi wa area ya Motiok na kwa asla kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu kuheshima tu kwa sababu ya muda tutakimbia. Lakini nataka tufanye slogan moja tu. Nikisema Harambee unasema UDA. UDA kazi ni mkokoteni Wilibaro. Muko tayari? Harambee. 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 UDA kazi ni kazi. Wilibaro. Mkokoteni, pikipiki, muko chonjo. Basi asante sana naibu wa rais. Nataka tu niombe kwa heshima kwa sababu tuko bado na function mbili tunaenda. Tunyamaze wananchi. Tuko na wananchi wameniomba tu dakika moja. Tafadhali dakika moja tu nikikupatia nafasi. Dakika moja tu. Salamu tu uende ukae. Bas koin amacha ama nguti tole Harambee. Harambee. Bas mheshimiwa naibu wa rais ambaye ni ndugu wetu William Samoei Ruto, tunataka kusema unakaribishwa Ilmotiok 100% siku ya leo. Mheshimiwa naibu wa rais, ane abunu kama Simba Mara takonjo ngolole chitabu Ilmotiok. Kwa ngolole mengine tabwene direi. Kwa nabunu Mara. Kwa Mara kechamege agulwarit. Kichamege kemiten ulwarit Mara. Mheshimiwa naibu wa rais, mingaleke kwa macho bwatu. Amacho bwatu kinonome ak President Uhuru Kenyatta campaign mulo ilonjeni orani nyon wasekemnya. Kokitun ipromisene amweshimiwa tunai nemongen ale mnyano betutab raini. Kokike promisene pasit nebo Solobwe.
Mheshimiwa naibu wa rais ongen ole ibwote basit nebo Solobwek Secondary School. Ko kikepromise ne ako machin biikab Mara en betut age en Enelerai inyon itembeleanjech en Enelerai. Mheshimiwa ko kakemwa kongoi amache amwochi Mheshimiwa Tongoyo. Mheshimiwa Tongoyo, asante kwa kulete bus Ilmotiok Secondary School. Na ninakuomba kwamba kwa sababu sioni gavana hapa, mimi najua karibu unaanza viatu ya gavana sababu mimi sioni gavana. Mimi gavana leo amache sikigochi nino ni wewe gavana. Ya mimi gavana unatoshea kiti cha gavana mheshimiwa. Tangus dakika moja tafadhali. Deputy President nangetachine koron. Ndebo ngewegun kongoi. Ki maslam nekiwo kotokostai en yon. So kewegun kongoi. Koi Deputy President ebunu kenyisiechu 7 koker boisionikuk. Kasit nekibo Arap Moi en kenyisiek 13 ko Deputy President, Vice President. Kokiyat TBC kowet. Ko President kotekyi kipsigisiekab koroni police station en Melelor. Icham kebire bichu ko kongoi amu yoiwech chekororon. Nebo aeng akewegun kongoi amu kaibwat inyo chongot chasolaechu. Asolaechu komi chebire Kware. Bire koita nekikuren Lilo kotor koinye kikowal koita koik Magatia. Otinye champion chekilawat kaikai kokwere tibait moshinishek chesoptos. Nangemwou kongoi kora. Yeinyoru kakoleita Uhuru nekiyoche kure cham akose ilele meyoche. Kikibirchi 202 kibutite. Yekibirchi 2013 kesir. 2017 kesir. Ako ndikimwa kobo kile mindet kora ko makisir. So ilen kiyoche besenota yeinyoru kakoleita mbaeche inye ko biikab kuti. Nebo mwisho ko nangewek kongoi. Yeisi kityo boisionik chemite olon komaya. Kisomu kongoi komuktoindet amu ndakamatainywan kora kokinyonya kebirun skura kewegun kongoi neo nebo sobon. Kimagun komuktoindet kondoun yewendi tai en boisionik. Ak nebo let anyun kosom kityo meng'ikab Lolmoten kole tinye vocational training center nekikuren Lolmoten Polytechnic. Kesome is upgraded kotawalanda. Some kora bichu kole irote biaskorir. Ilmoten primary ak Ilmoten secondary. Ingele kibir kura bichu kimakoik tondet. Yeinyoru chaile kole ma classroom mut ako mache administration block secondary. Makikobir kura bichu imwochin ak ile konye scorecard kakiyokte makorio kotun koui kasit. Akotare nangewekchi Mheshimiwa Tongoyo. Tunakushukuru. Unajua wakati huu umefika Ilmotiok Primary School haijawahi pata sendi ya serikali kuu mpaka wakati Mungu imeunga dunia. Wakati umekuja tumepata pass, tumepata administration plan kama kongoi akwege. Aya mwachi kongoi chi tugul. Mheshimiwa Wasoipa ametusaidia pia. Na naweki kongoi vlogom. Akitia gambu chalela je. Akikatata mbari. Yacho. Aigom. Yemege tingengale santani. Ataki konote rama kongoi amwa itu kongoi Mheshimiwa Tongoyo. Asante mpotevu jameni. Basi asante sana wananchi. Kwa haraka naibu wa rais, naomba tu kwa heshima tu, kuna viongozi hapa nataka tu wasimame mahali walipo wasilamie wananchi. Kuna Mheshimiwa Maina hapa, kwa heshima tu salamia tu wanakuona. Mpigie yeye makofi jameni. Huyu anatafuta kiti kule Narok South. Kuna ndugu yangu Loigero, salamia wananchi. Asante. Basi nataka tuseme tu tumkaribishe Rebecca dakika moja. Nikikupatia nafasi tafadhali uwe brief. Bana. Wewe wacha kelele jameni. Your Excellency Mheshimiwa Naibu wa Rais, Your Excellency Deputy Governor na waheshimiwa wote walio mahali hapa na wananchi ochandege. Lazima cheiso. Amen. Sasa sisi Naibu wa Rais hatuna mambo mingi. Ingelia kimi Narok kimiga. Ako kile ini Naibu wa Rais miga. Biikab Narok mache kityo kele ongenam kalyet. Amu ngenam kalyet ko kararan ng'alek. En tai ana une. Akile une. So tushika amani. Tunataka kungojea Naibu wa Rais kwa sababu ndiye atakuwa rais 2022.
Malaba legi bendi. Kimiga na magimaga. So 2022 naibu wa rais ndio rais wetu. Sisi tukae kwa amani kama watu wa Narok County kwa sababu Mungu ametuhesabu. Sinaongea mambo mengi. Akotane 2022 atengenge jereta biebioso. Kongoi misingo bedwa Jehova. Asante sana Mheshimiwa Rebecca, kwa makofi tunakaribisha Isaac Ruto akuja asalamia wananchi. Ala Wamune Okwekyu Ane Nyagane Taunge Nono Bas Ko Mheshimiwa Deputy President Kito Chini Limon Kongwe ya Munga Inyon Itaga Ako bichwaki cheko maya Kako liboni ngejeret in 2022 Anakuole ine Engurani Mheshimiwa Rais Kogo tuyo amalo akipkulu Kogo tuyo amalo akipkulu kwa ibu neo Aine neos Oko haibi kwa kibuwa nage chekong ninyon Akijoki tuye Koma kake soko mkasit kwa ta Kiit kityo nekimakini emoni kwa kalie Kimache kemengisye na pikyo Tukul chekimi kemengisye kalie Picho amayo kopche eme Wale wanataka lete Migawanyiko Kenya hii tunaambia poleni sana hatuko kwa hiyo agenda. We should not drive a wedge between communities and with leaders. Kiki wategele yoga kikatke kukororonitu emetenji tugul. Koma akina kele kiki kotige siketorta alak. Koma chabo kimane? Kiki yae sike furugu en emet. Kimache kalyet akosom chi tugul ngecheret en kalyet. Kimakuni we isam ako makiyani chombo burugwan machamba amnyuri tiono yani nikamwong nikingwongis makikawe nyenda nyun Kumongen any boloni mi kolipan kakimwa ko kikokwet kele koet bolono Wachu nome boleten yon ekos kebwan kokwet kele ne tukuchu pane chekeonike ako yukinye okiwake ako kikiyan kele yon kabek lewenisiet Kekoshin aketestai kalia Kimache keboishe chenchi tugul asikotestai emet Kokoni mwa ile ongetuyo kiyochin kele akamae keboishe chenchi chemi gaa Kwana kale kochamotyo cheplokop lakini kotomo anai ole kitorto ulbar Komakatye cheplokop akotortoi ulbar Ana une kimache kounon aketestai komye Aketestai komye ko kararan Tonyun akananyun akoto Kongoi mising Bwana Tongoyo en kalia negai kakotesta. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Isaac Ngeno. Makofi tumkaribishe Isaac. So tumkaribishe Mheshimiwa Aramat. Kuja tafadhali salamia wananchi. Dakika moja. Haya tusalimiane Bwana asifiwe. Mheshimiwa naibu wa rais, sisi watu wa Narok tunakukaribisha Narok. Naibu wa rais, kwa hii safari ambao umeanza, tulikuambia kama Narok County sisi tuko na wewe bamba kwa bamba. Nataka kuambia nyinyi watu wa Motiok, hii safari na nashukuru Mungu kwa sababu tulikuja mapema na naona tumekusanyika hapa, na najua watu wa Motiok tunampenda naibu wa rais. Hebu nionyeshe kwa mkono kama unampenda naibu wa rais. Asanteni sana. Naibu wa rais yangu ni machache sana. Ningependa tu kusema hivi ya kwamba you are being isolated in this country because of your vision. People are telling us that there is a vast this and this, but the Hustler Nation is united because Hustler cut across this country.
Na nilikuwa nauliza Ng'eno, kuna mtu anaitwa Orborogwai. Na ananiambia inaitwa kwa Gale Orborogwa. Sijui Borogwa ama Borogwa. Si mnajua huyo mtu? Ni ule mtu anasukuma nini? Asanteni. Na huyo mtu ataoa, atapata gari, atakuwa mkubwa, na hapo ndio tuko, kwa sababu naibu wa rais alitoka hapo pia na akakuwa kielelezo kwa hii nchi ya kwamba mtu wa chini atafika nini? Orborogwai atafika awe governor wa Narok County ama wawe vice president wa hii nchi. So this narrative, sisi wote, it cut across to us. Now we cannot stand watu watuambie ati Kalenjin wawe wabaguliwa alafu waangaliwe huku wawe peke yao. Sisi kama Wakenya wote tuko kwa hii gari na hii gari inatutoshea, na sisi tunawaambia our competitors, let's compete in a healthy game, na wacheni kutupa matope mingi, kwa sababu naibu wa rais hata usidharau kutupiwa mawe, kwa sababu ile miti ambayo iko na matunda mingi ndio inatupiwango so that hizo matunda ianguke. Kwa hiyo mengi na machache, tumekuja na marafiki yetu, na kwa sababu hii county naibu wa rais umetuonyesha vile ya kwenda kutafuta kura. Iko watu wengi wanatafuta kura ya governor kwa hii county. Naibu wa rais, patia sisi tunyorosana na hao wanaume hapa kwa hii county ground. Na wanaonyesha ni nani? Wewe patia sisi hii ground tunyorosana na hao wanaume para kila mtu akae chonjo. Kwa hiyo mengi na machache nimesema asante, Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Ng'eno. Mheshimiwa Ng'eno, tafadhali haraka. Makofi kwa Ng'eno. Ochamge. Mune vika vlog Motiok. Omi gomye. Your Excellency, karibu hapa Motiok. Hapa ni nyumbani. Na unaona raia wamekuja kabisa kwa fujo kukaribisha wewe. Wagi maigo igenyingo ngori kimide tu. Alano kumamye go kunyura imwe ngale. Ana le gatumwe ngale ke jala nafasi. Amaja moite wagido. Kuto namwa kumiten akijega. Banda reu. Agile so magije bijube jiro mion sote junior mion. Anu be ranu be ge burene. Jemos mion jemos yaine anu ranu be ge. Sote tinoni very good obure. Your Excellency. Urane kumigo uneta. Aka mshekeza. Ano magumo tu mwege mwalu tengi Kurane uwase bichu namu wase. Bichu boki ega Your Excellency. Mapsigize bichu oki. Una la pe unde koka se bubuti ninyo. Ogo mo bichu kole. Kole gizinji kiko si bichu constituency. Kusijika kije kusikishe kinu liboti constituency. Kwa sababu mgozo kiechwa kiche ngete lo mutini. Ulibo goben. Ala ule. Sio ngai ile kusijiki na lole. Nyama kwa mwanga leo. Mimira. Nageti. Wale na matingo mimira jienio. Itu kona mraya juga jije magai. Bichu engorani Your Excellency kumi bororio shek somogu. Iten bororioni bamasai. Awo mi bororie tap kipsigize. Awo mi bororie tap oki. Kubichu kongete lon mutio nyireu. Paka ulibo rega. Paka ulibo megenyu. Paka ngobe oki. Kubichu si constituency bororioni bingo. Awo si jagine bororie tap kipsigize enu libo tir. Kuka so amekule ndongo nyugulgul Mungu ige akije okieju oziko sequence sibo chome na ije genu ya ne ona nyuko milugu tabani no Your Excellency wogi mwa Biblia kule
Kimwoe Jesu koyoni chekiyokto. Olawendi achobwo kure. Ako ndakimokomi kokimotomwowo. Ako kaikyaitita kuronoto aweksei asorwo asiolomi kelianokwe. Emi tugul. Amache amwaun kayanet netinye bichu Your Excellency en inye. Bichu koyoni kole kiiwe ichob kure. Ako teweksei ako mi kuronoto. Iyoni kole mi. Ako yoni kole teweksei inyon imut asiolemi komi kemi tugul. Kimuitechini ngalek chemi esiranan inegen. Ngalek chemi emoni kuuwen. Lakini kimuitechini amun esiranan kemwoe kelelen koiwe isetwech. Nibuch kotomo ketebe maswali mingi. Mi tebutik chetinye bichu chekolona ketebe nebo mbumbu kityo buch iname. Nibuch ngalechoto ko chukuk. Your Excellency, rirtos bichu ne. Kiakonori ae lakwet en sukul nekibore Olepolos. Lakwet nekiketkei nebo kenyisiek 13. Nekiketkei nekimi standard 4. Ngoketkei lakwet nebo kenyisiek 13 Your Excellency ketebengei maswali mingi. Kiteba bichu ngalechoto. Lakini kiale ongekonor lakwani rirek. Okot chichoto ko kibet ele kekonorchi lakwanato. Okesomot ele kichobe keret. Chang dabuchi ketinye. Lakini makimwoe nguni. Kimoche kityo inai ile kokirikake iti akeng'ololo muryoni tugul nemi emoni. Kikoikoike. Yetoretech Mungu kotoretin Kamuktaindet kuchu kimwochi kolenjin Jehova anan Jesu Kristo yon isirtoi ilianokwe ibwate. Kingen kele iwendi Kalvari Your Excellency. Ako kikakimwa kele kisiobunu murtoiyot kokeit Kalvari. Koeit Kalvari komoche sikokartat bichu. Lakini kongoi agenge nekitindoi ko kikikartat Jesu Kristo akebar akong'et en betutab somok akotokostep kabarakolo. Kingen kele chenge bichu kokartat. Lakini kayanet nekitindoi kingen kele en betutab somok akitokoste laitornatetab emoni. Koeng'et my brother. Ibwat bichu. Yeng'et ibwat bichu. Nebo mwisho keng'olole ak bichu. Akikoini nafas. Kikoinigei tugul nafas. King'olole ak Tomoyoni chorwa nenyu. King'olole ak Soipan chekokomwa kole kimi Mabua en ng'echeret non kaikai. King'olole ak Lemein nini Lemein yu. Ako murenik akine kastaa. Ako mi akine Patrick murenik kora nekastaa akine yu. Kimwa kele kimoche kechikil Your Excellency bo kokwet kechikil. Akiyachai kabisa kotutuyo sumusiek tugul chekimoche kotuyo. Betut nekakiwereru kelechin inoni. Bas, komekus kion nekabara kolin. Komache koribech. Oribu chomoche kemeiten kalyet en emoni. Echek kibo kalyet. Amache orib kalyet. Amache keboisien ak bikyok tugul kibagenge. Despite tabusiek chemi, amache keboisien kibagenge. Amache koberuro Kamuktaindet akotestai koribok. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Ng'eno. Kidogo tu tutasameana kwa sababu ya muda. Ilikwisha mwambia nyinyi naibu wa rais baada yako na shughuli zingine 3. Kwa hivyo nikipatia nafasi tafadhali nafasi kidogo. Kwa hivyo na tupige makofi tumuite Mheshimiwa Lemei kutoka Narok South. Asante. Asante sana Mheshimiwa Tongoyo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane nione bali muko. Asanteni sana. Your Excellency the Deputy President na viongozi wale watu wamekuja hapa na watu wa Mutio. Sisi tumekuja hapa kushuhudia ile kazi inafanyika.
Your Excellency, tunakukaribisha hapa Motio na tunakukaribisha hapa Narok County. Mimi kama vile wenzangu wamesema, tuko nyuma yako 100% na tutasonga pamoja. Na kwa watu wa Motio, watu wa Narok County, hii ndio safari yetu. Tuko UDA ndani na tutabaki kule na mpaka Ruto awe rais wa Kenya hii. Kwa hivyo tunashirikiana kuwa pamoja na watu wa kaunti ya Narok na Motio. Unasikia tunaja anaenda anamaliza tamu yake. Hiyo kiti zinatosha. Zinatosha? Tushikane mkono. Ikiwa gavana wenu tutawafanyia kazi ile hamjaiona Kenya hii. Asante. Asante wananchi. Asante jameni. Sawa. Kidogo tu. Mheshimiwa tayari rafiki wetu wametoka mbali ya kuja salamia wananchi wa Motio. Watu wa Narok hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane kwa mikono. Mimi naitwa Benjamin Tayari, mjumbe wa Kinango kutoka kule Kwale Pwani. Na nimekuja hapa leo na naibu wa rais. Na mimi nimekuja kuona kama kweli nyinyi hapa ni mahasla tosha. Wangapi wanasema hasla tosha? Sasa nataka niwaambie kitu kidogo tu, alafu mimi niende nikakae. Unajua kule Pwani zamani tulikuwa tumetiwa kasumba ya chama cha ODM, ya kwamba bila ODM hauwezi ukavuta pumzi, hauwezi ukaishi. Lakini saa hii watu wa Pwani wamegeuka na wameona ya kwamba watu sasa wanasema mambo ni wheelbarrow. Tunataka uchumi wa wananchi uanzie chini. Hata wale maskini pia waweze kupata nafasi, waweze kununua ma-V8, waweze kununua helikopta. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mimi nawaomba watu wa Narok, watu wa kule Pwani wanasema mcheza kwao hutuzwa. Wangapi hapa wanasema watatuza naibu wa rais? Mungu pamoja na yeye. Kwa hivyo nikirudi Pwani niseme Narok iko sawa. Iko sawa kabisa. Na nimeona kanyimbo kapya hapa, mkisema harambee, mnasema harambee. UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana rafiki wetu mjumbe kutoka kule Pwani. Tunaenda mzuri. Kwa hivyo tutengeneze makofi, tumuite Mama County Mheshimiwa Soipan. Akuja nena na sisi. Makofi kwake jameni. Very nice. Amefaa UDA kikamilifu. Asante sana Mheshimiwa Tongoyo. Mheshimiwa Naibu Rais, waheshimiwa wabunge wenzangu, Mheshimiwa Deputy Governor wetu, wananchi wote wa Motio, Narok West na Narok South, Ilosuno Jaiso. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema harambee tuseme hasla. Na nikisema hasla tuseme kazi nika. Harambee. Harambee. Hasla. Hasla. Asante. Mheshimiwa Naibu Rais, karibu. Tunakukaribisha nyumbani. Ujisikie huko nyumbani kabisa. Na nikisimama hapa, wengine wetu tutakushika mkono, tutakusupport mchana, usiku, asubuhi bila kujificha. Tuko na wewe Mheshimiwa Naibu Rais, kila kona ya hii county tutazunguka tukikuombea kura, kuanzia Narok West, Narok South, Kilgoris, Narok North, na ninajua 2022 ile kura umekuwa ukipata Narok itaongezeka. Tumekuwa tukirange hapo 50%, 61%, lakini wakati huu Mheshimiwa Naibu Rais, kwa sababu umeangazia mtu wa chini, ninajua
statistics ya Narok ya kura 2022 itabadilika, na tunasimama na wewe bila kuogopa intimidation. Tutasimama kukusupport Mheshimiwa Rais. Hata nikikuita rais ni sawa. Hapa watu wa Almotio, na ninajua hapa leo tuko kwa mchango ya Hasla Sacco ya Almotio Ward, lakini pia ndakukumbusha ya kwamba hapa tuko na watu wa West wa Mara Ward. Ama hakuna watu wa Mara Ward hapa? Wako. Kuna watu wa Sogoo wako hapa, kuna watu wa Rongena pale, kuna watu wa Melelo, kuna wale wa Ololunga pale juu, na ninajua utatupatia siku ya kuweza kutembelea hao wote na kufikia wale hustlers. Ingine ya pili, shida kubwa ambaye tuko nayo hapa, Your Excellency, vijana hawana kazi. Ukiangalia wakati huu hapa kuna watu wamejaza degrees kwa manyumba yao, lakini hawana kazi. Wakati mtindo ulibadilika kutoka agenda 4 na tukaenda kwa BBI, mambo ikaharibikia vijana wetu. Kina mama wako hapa wana hustle usiku na mchana, lakini bila kupigwa jeki hawatafika mahali. Na ninakushukuru kwa sababu ile policy yako, ile agenda yako ni kufikia huyu kijana wako chini ana hustle na kufikia huyu mama wa chini ambaye ana hustle. Na tutakushikilia mkono. Ikifika maneno ya Narok County, na nataka mnisikize. Mnisikize watu wa Almotio. Wewe hustler hapa, wacha kusumbua wengine. Nikimalizia, ninataka kusema nikiwa hapa kama mama wenu wa county, mulinipatia nafasi 2013, tena mkanishika mkono 2017. Na mimi nikiona ile kazi mulinipatia ilikuwa ya kukamua Artet. Hiyo Artet nimekamua, nikalete maji kidogo kidogo, matangi, kanisa, shule na wapi, lakini haitoshi. Nimesaidia vikundi ya kina mama, ya vijana, bado watoto wanalia. Maziwa ya Artet haitoshi. Nimepatia watoto scholarship kidogo kidogo, bado wanalia, haitoshi. Na mheshimiwa tunaye ametuendesha vizuri, ameunganisha watu wa county hii. Na mimi ninaona Teta ambaye munaishika, mumeifungia mahali, na Ogoti Moto anasema anaomba mupatie yeye Artet Teta aweze kuwakamulia maziwa itoshe kila mtu. Na hiyo si maneno ya leo, nitarudi. Mheshimiwa Naibu Rais, wewe umetufundisha kitu moja. Wewe unazunguka kila kona ya Kenya kuomba kura. Sisi wale ambao wanatafuta viti tofauti, wacha tufuate mtindo ya Naibu Rais. Tutembee kila kona, tutembee kila village kuomba wananchi kura, kwa sababu nyinyi ndiye muko na hiyo Teta. Ama ni nani yako naye? Bwana Yesu awabariki. Hiyo ni story tutaongea siku nyingine. Ingo beruro Jehova. Asante sana. Asante sana mama Kabuti. Basi vile vile nataka tutengeneze mikono yetu, tumkaribishe seneta wetu wa Kericho Aaron Chorinyo. Bas, nikiga Almotio chamge. Uamune. Bye. Asante. Ya kwanza ni kukukaribisha Your Excellency. Aleita agate ngaoni. Kandaga ko Kericho uline. Ungemina rokyu kemiga korana une. Ako sana umatamki lo ene bichu Your Excellency. Komi ngolion ngobare ko chamji ne wane ne bogorone. O wango baname ne twag nenyi. Utam ko chomu kidogo mi ngolion kolian. So amacho awekun kongoi Your Excellency ngoliot agenge. Kange bwan Almotio gembe tu Ibrahim.
Kangeru baketieny ngweny osoibekab Kong. Osoibekab Kong, Your Excellency, ngamun mwisho kingemi yu ko 2017. Kikibendoti ak chorwengu Uhuru Kenyatta. Mongen ane lekiobe kotutoyechi, lakini ongen ane lekikitoye ane akine. Lekikitoyechi ni Uhuru ko Narok ine. Ako maulda age Uhuru kampeni kakimwoe en yuno. Kingodei nekiobwoti ale bak chichi ko kimi barak en karit kingesome yukinye kelauncheni lamit. Ko kingemwochini ng'alekwok koyoni kabisa kole kabwa bichu kole Raila kikacholol ki because ngamun ingoyan abare kakuyo tuguk chekimwochini. Yani 2017 koyanwe ng'alekyok etar kura inyekisuben iman abare aker kai kele kokakoetye nyolilen kakotiar chepyosok kakobir ptoi cheu ane kakowon boisiek en mbarenikchwak. Bare ketebe ng'alechoton kobokowon kandoik akole kakebesi koyoto yekikibesien ak Uhuru Kenyatta akole makai ane ak chichi. Ako ndakilecho kabisa chichi nekebune sikeba Kipsengwet kokaikai che anam. Mamie kiseret biik netenono. Ya kabisa. So kamache asomin ng'oliot agenge kityo, Your Excellency. Ngilach konyek ab komong'unet ak saetab bichu kekere ilondoi en 2022. Kai kelande, Your Excellency, oye taune kasit bichu kabisa. Taune bichu kabisa iusi bekab Kong chekikous chorwenyon nekikimutu kobwa koroni. Kikous bichu akoseret nemakimwochi chi. Ko kamache kityo awekun kongoi en ng'oliot agenge. Akongoi noto chito nekatamwoe alen kautien MCA chebo koroni. Ingen kole kikeus bichu ko kikibwan tugul baka ofising'ung. Iker ngweny akinye akile arasalia moritonon bichu ngamun ane nekiamutyini chichi. Inemu rabinikchu chekuk chenekit million 30 akialchi mbarenik biik en koroni. Kiwekun kongoi, Your Excellency. Ngoberuri Jehova akotesun en boisionoto. Angen ale ite betut nekiwekse yekakiberurech inyekende bichu kotobot komie akonai kole makosiptoge betut age. Tiljin tar konam chitugul title deed nebo mbaret netindo ketobote komie akenai akot tatun koitu ng'o komaketwoe chi en emetab Kenya. Anibuch aweche kongoi, nataka nishukuru sababu tumefika hapa tukiwa Narok siku ya leo na tunazidi. Wananchi wa Narok wamepokea ujumbe ambaye tunaendelesha Kenya mzima ya kusema mgao wa mali na rasilimali ya Kenya lazima ianzie chini hapa mashinani kwa mwananchi wa Kenya. Hili ambaye mnatufanyia kesi na sarakasi na kutuchekelea kwamba tunazungumza mambo ya wheelbarrow, sisi tunawaambia mwaka ujao kama unadharau kazi yetu ya wheelbarrow, hata sisi hiyo yako ya president, ya MP, ya kitu gani, wakati itafika wakati wa kura tutapambana na wewe ili tujuane. Sababu mimi sipendelei. Sababu siku hizi imekuwa ati mtu akitaka kudharau wananchi wale wako chini kama nyinyi, anasema unapatia hao wheelbarrow na mkokoteni wafanyie kazi gani? Kama sina V8 kama wewe, wheelbarrow yangu inakuwashia kitu gani? Tuache niendeshe, na hiyo ndio Mungu amenipatia. Ama iko shida tukifanya hivyo? Boda boda tumesema ni kazi, mama mboga ni kazi, na ni kazi kama hii ya rais. Kwa hivyo usitudharau, sisi tunakuambia ule Mungu aliyekuweka juu, hata sisi siku moja atatupandisha tufike juu. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Basi nataka tutengeneze makofi ya kilo, tumuite Senator Murkomen. Allah, kumbe kuna watu wengine huko. Your Excellency the Deputy President, viongozi wenzangu na watu wa Narok, amjambo. Bwana asifiwe. Okay, katika ile jamgei. Bas kakubwa yura nyege namgeun ak mjumbe nemwong tongoyo ak viongozi chemiyu kobota the women rep
nangwong nengisomani tuwai kagubwana yu nyegele kichemok okwet pika Narok West ongen ole atkinye kikinyoru shida eng Mauyun ko kikimi tugul anatop maboti ya kikibwat nyekesa pamoja nyekecheng oret nekitoretegei, lakini kwa sababu ya shida yenye imetokea tukasema Mungu atatusaidia. Akamomache kemwa zaidi mi oleu ayeni ale ngot ketar safari nikibendi next year kebendi kewele ngalechoto kiagis akahakikishan kele konyor chi tugul haki nenyi. Lakini sikenyit yoto ko lazima kekilgei akecheng choronok. Akasome biikab Narok ongemeng'ishe tugul kou kit agenge, ongechomie akecham biikab kokwet sikotoretech tugul kenyoru ng'acheret nebo president eng kenyit nyone. Unoto monoto nganda kitinye shida chekibune amache kemuite yomwoe Bible lo muite akekomwachi eng yu kole Joshua 1:9 kole ne tos maana nekiang'atin kimitu akilia akilikanitu omimi Jehova kamuktoindet koboten akoboto kokwet eng ui tugul ole kibendi komakimache keiboishe, lakini kimache kemuite sikokone Jehova nafasi kenyini nyone kenyoru ng'acheretab president. Amache siri choto, amache alecho kichemok kakubwa yu kekochike support. Sisi tunataka kusema ya kwamba Your Excellency, sisi ni viongozi ambao tulichaguliwa na wao wananchi, na sisi tunataka kushukuru kwa sababu wewe umekaa katika ile narrow path ambayo wananchi walisema tufuate, tuhakikishe ya kwamba tunawatumikia. Tunajua kuna watu wengine wako na agenda tofauti ambao wanasumbusha kwa Kenya ya kusema tufanye ile na ile. Wao wafanye hiyo, sisi tufanye hii ya kupanga empowerment ya mtu wa kawaida. Wale wanafanya agenda zao zingine ambayo wakati tulikuja kuomba kura hapa hatukuambia wananchi mtupatie kura ndio tuende tubadilishe katiba. Tuliambia tupatie kura ndio tufanye empowerment ya mwananchi wa kawaida. Na sisi tunasema sasa hivi ya kwamba nia yetu na agenda yetu na nguvu zetu zote tunaziweka kwa kusaidia mwananchi wa kawaida. Wale wengine wako na nafasi ya kufanya hiyo, wengine wafanye hiyo. Sisi tufanye hii ndio Kenya iweze ikasonga mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwani situwapigia makofi ya kilo? Tuambie karibu Narok West Motio. Basi kwa heshima nataka tutengeneze mikono tumuite Deputy Governor wetu akuja anene na sisi. Karibu sana. Karibu sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, viongozi wote ambao wako hapa na mahasla wa Ilmotio, tangia tugul. Omi haslaso? Ome no la rambe ole hasla, no le hasla ole kazi ni kazi. Harambe! Harambe! Hasla! Hasla! Mheshimiwa Deputy President, tunachukua nafasi hii kama kaunti ya Narok kukukaribisha katika kaunti yetu. Kitwajini ya Excellency. Narok County kogae ninyi. Ago kakibwa nireu kinyoge support ni nendra keibu rabinik chebo hustlers chebo Ilmotiok. Kaya kwa mheshimiwa tunai ago gatie ni no tai gatie ta tunai amagere na uko ole. Ago kaya kwa arabinik komie chebo Wala gine, kimache ngege tewil barit komite na gine. Ana mau nata. That is why wale burabi mi kuaga slide ngege tewil barit komite. Ana ne akwe. Amecha ngombe Excellency, olenji ngale chonga mwa arab ngeno. Kemenge somi ni Excellency. Nafasi kidogo tu sige wango ndoi ka Narok chaba Narok West ak Narok South ak poise kidogo. Kinyoge mwa ngale chonge ka chebo constituency keger kele kimuche kechapte nano kot komong constituency nenyone ni rew. So kisome ni Excellency sikonech appointment asikebwan kinyoge nyoru. Nebo somok, Your Excellency ongen ole chang ng'alek chekemwoe. Kingen kigere en television kit netesetai. Kigere kit nekiten en olimbo Nairobi. Lakini kimache kemwong kele
Mengo mui baise chama bwana ki wanje pero omete na lelo go budi burai pero oya niyo ko mwana bruta poya nenda nyone ki wanje ara ko ma bruta go tutie na ma go bare tol oya ni onge no legile tunia go testes Yapang mai dia jep kasari, jame ese kitio, ane lor komar gatane, kune varane mogoto. Ane le varana illa, tomi fichi ko muaundule, inye ko ki ko irgate, kiri mogoto. Ane se ai bidamu. Ase doi jo na kan kita tata ko nyuko pane ko ai jago bitagate ko ma bare tiol. If you want you to count as one of the counties, Tetungoni Mkura 100% So mama kasartana koi ang naleta prendi deputy president olekoi kongoi missing your excellence. Yana mise koi jemi goron. Tegi mo ingegele kare nyoru besio. Nam nengete milmotiok niwete koi omanda sera leo. Nam nengete lulunga niwete koi lipa megeni. Yewe kongoi age tambwani. Age sisera yake jag. Tegiria. So mama kasartana koi omege tabage na isiye tai deputy president. Omege tabage. Sawa tu ataima sisi tukae chini hapa. Hasa tuko ngoja kidogo, hasa mwenyewe karibu anaenda na sisi. Muko tayari? Muko tayari? Haya, tutulie kidogo wananchi. Basi naibu wa rais, hiyo wananchi tayari ni kama wamechaa. So tutulie kidogo. Wapi huyo mama, wapi huyo nini wetu alikuwa naimba? Dakika moja tafadhali. Dakika moja madam. Thank you.
Haya, tutulie wananchi. Basi tunaendelea vyema. Naomba tu tutulie wananchi, kwa muda si mwingi naibu wa rais anakuja kusalamia sisi na kunena nasi. Kwa hivyo naibu wa rais, nataka kusema karibu. Na kuna pia tunapongojea malize na hawa, kuna wamama ambayo kidogo wa mama mboga ambayo pia tulikuwa tumepangia kitu kidogo, wajitayarishe hapa, alafu DP atakuja kuwapatia kitu. Vijana tunyamaze. Basi naibu wa rais, nataka kusema pia karibu Narok West, karibu Motiok. Hii wananchi wanakupenda. Nafikiri hii ni dhihirisho tosha. Wananchi mmekaribisha naibu wa rais. Hebu muonyeshe kwa mkono ya kwamba mko tayari. Mimi nimeshangaa kabisa. Upendo hii ni mwingi. Nataka kusema leo tumetembea hapa, viongozi wamenana nasi na tumekuja kuzindua miradi ya maendeleo. Tumemaliza store mambo ya bus, tulikuwa na administration block tulikuwa tufungue, lakini tukasema tutafanya siku nyingine, na tumekuja pia kusaidia hustlers. Tuko na watu wa Kwale hapa ambayo walibadilisha tukuje tuwasaidie. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa ajili yenu, kwa sababu tunawapenda na tunawajali. Hustlers, mko sawa? Si hustler mwenyewe Chief Hustler amekuja? Tumpigie makofi basi tuonyeshe tuko hii. Kwa hivyo nataka kusema ni kwa mjumbe wenu, imekuwa ni heshima kuwatumikia na kuwafanyia kazi. Mmenipatia nafasi bora na mimi naona ni baraka kwa Mungu. Nimefanya kazi hapa, nimefanya kazi ya laboratories, makazi ya mashule hapa kama dormitories, tumefanya kazi ya maji, ya mabasi, na bado tutaendelea na nyingi. Na nataka kusema Soipana alinena hapa akasema, unajua 2022 Hustler anapoenda State House hata tutakuwa pia na watu wataingia hii county. Si mnajua hiyo? Na unajua tunaye anaenda retire. Lakini tunataka vijana barubaru hustlers pia waende kule county. Si ni sawa sawa? Si tumetosha? Si tumetosha? Si ndio hustler? Lakini tutakuja kuongea siku nyingine, ile siku ambayo itakuwa ni yetu. Kwa hivyo nataka kusema tu kwa heshima, hii ni siku ya naibu wa rais, si yetu. But we want to say here as the man nation to the rest of this country, imedhirika ya wasi ya kwamba the Hustler nation have waken up and spoken in one voice, ya kwamba their time has come and their time is today and now. Na mwenye kufanya vision ya Hustler na mahitaji zetu zote ni naibu wa rais William Ruto, na ndiye tumeungana hapa wote kusema vile wananchi wengine wanasema, na tutakuwa na yeye mpaka kula ingie State House. Tutasukuma wheelbarrow mpaka tuingie State House. Tumekubaliana. Kwa hivyo kwa haya machache nataka tuseme tu kidogo tu, hawa wamama wajitayarishe. Tuko na wamama mboga hapo kidogo, tulikuwa na kitu yao. Naibu wa rais, kwa heshima, unapotayarisha kukuja hapa na wananchi wanapokaribisha hawa wamama kuje wakabidhi hizo cheki. Kwa hivyo mikono kwa naibu wa rais, jameni. Mkono kwake. Wapi yote? Wapi MCA wanunga? Yaani umesahau. Chomoi Self Group, wapi mwakilishi wao? Wapi mwakilishi? Hapo mbali. Haya, nitashikia kuna elimu 200. Chomoi Self Help Group. Hapo wapi? Collins. Kama wapi imeficha. Kabroret
Kaproret, Hard Workers Youth Group. Wako wapi? Si nimeambia nyinyi mko hapa mchukue pesa 1200 kwao. MCA wapi? Oh, sasa jameni mama. Sawa. Group gani? Tumekata. Muruka Self-Help Group. Asante 1200, Your Excellency. Haya, asanteni sana. Waheshimiwa wote wenzangu ambao wamefika hapa, ndugu wananchi, vijana, wazee, kina mama, watu wa Ilmotioc na Narok West, mjambo? Narok West, mjambo? Tamge Omune. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe. Asanteni sana. Kwanza pole. Wanaweza kusonga hapa mbele, waketi chini wale wengine. Mchunge kina mama hapo. Tafadhali. Msiwakanyage. Basi. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu ametupatia nafasi. Tumekuja hapa Narok mara nyingine tena, na nataka nimshukuru rafiki yangu Gabriel Tomoyo, mbunge wa sehemu hii, kwa kupanga hii safari. Mimi nataka niseme hivi kwa watu wa Narok, kwa watu wa Narok West na hasa wananchi wa hapa Ilmotioc. Tulikuja hapa na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, tukaomba kura zenu. Mimi nataka niseme kwa niaba yetu, asanteni sana kwa kutupatia nafasi ya kuongoza serikali ya Kenya. Ogasi kama wale gongoi, ogasi wale hii wale gongoi. Nimesema asante sana. Ningekuja hapa mwaka uliopita, tulikuwa tumepanga na rafiki yangu Mheshimiwa Tomoyo, lakini haikuwezekana kwa sababu ya matatizo ya ugonjwa na changamoto na janga la corona. Lakini leo nimefika hapa na bahati nzuri leo ndio tumepokea shehena ya kwanza ya vaccine ya corona, ndio iweze kutusaidia kupigana na ugonjwa huu na kupatia nafasi wa Kenya waweze kupatiwa vaccination, ndio tuhakikisha kwamba tusipoteze wananchi ambao saa hizi wengi wao wamepotea kwa sababu ya shida ya corona. Mimi vile nataka niseme kwenu, asanteni sana kwa sababu yale tulikubaliana kiasi tumetimiza. Tulikuja hapa tukawaambia barabara ya kutoka Mulot hapa kuja Ilmotioc kwenda Tendwet, kwenda Saptet, kwenda Sogo mpaka Lolunga. Hiyo barabara karibu kilomita 70 sasa imetengenezwa, imebaki sehemu kidogo almost 20%. Mimi nataka niwahakikishie nikiwa hapa ya kwamba ni nia yetu kuhakikisha kwamba hiyo barabara inakamilika, na hiyo barabara itawasaidia wengi wenu
wakulima wa hapa, ilikuwa kwenda sokoni ilikuwa ni matatizo, ilikuwa usafiri hapa ilikuwa ni ya shida. Vile nimesikia kutoka viongozi wa hapa, hiyo barabara imerahisisha mambo ya usafiri na inawapatia nafasi ya kufanya biashara, kuendesha kilimo na kuendesha maisha yenu kwa njia ya rahisi. Tuko na barabara zingine nyingi ambazo tumejenga hapa Narok. Tumejenga barabara kutoka kule Narok Town mpaka Sekenani. Tumejenga barabara kutoka kule Narok Town mpaka kwenda kuelekea Nakuru, mahali inaitwa mwisho ya lami. Tumeweka barabara ingine ambayo inaenda mpaka kule Emurua Digir. Tunajenga barabara ya kutoka kule Kilgoris kwenda mpaka Murugan, na mambo mengi, karibu kilomita 350 ya lami mpya tumejenga hapa Narok County. Mimi vile vile nataka niseme, mulituuliza mambo ya kusambaza stima, na tulikuja hapa 2013. Watu ambao walikuwa na stima hapa Narok County walikuwa watu 25,000. Leo tumefikisha watu 75,000 wako na stima Narok County, na kufikia mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumeongeza watu wengine 20,000 kwenye huduma ya stima hapa Narok County. Tulikuja hapa na mjumbe wenu wa zamani Bwana Patrick Mtutu, tukaanzisha Technical Training College ya Narok West. Kweli ama si kweli? Tumekamilisha hiyo Technical Training College ya Narok West, tumeweka equipment na wanafunzi wameanza kusomea. Mimi nataka niwaambie hivi kama wananchi wa Narok West, vijana wa Ilmotio, hapa mbele kwa mapenzi ya Mungu tutakuwa na nafasi nyingi za kazi, lakini ili mujitayarishe katika nafasi hizo za kazi, ndio tumejenga hii college na tumeweka equipment na tumeajiri walimu na pia tumetoa basari ya ninyi kusoma pale, ndio tuweze kuwapanga vizuri na masomo ya taaluma na ujuzi na ufundi. Ndio wakati tunapanga vijana watakaofanya kazi hapa mbele, tuhakikisha kwamba vijana wa Ilmotio na Narok West wako katikati na vijana wa Narok County wako katikati. Mnanisikia nyinyi vijana hasa? Nimesema nataka nirudie kwa sababu sitaki mfanye makosa. Baadaye tukija hapa kutafuta plumbers hatuna, ama electricians, ama masons, ama carpenters, ama technicians, tukose kwa sababu nyinyi hamjatumia nafasi yenu hapa katika Technical Training College ya kusoma hizo taaluma. All of you mko na opportunity, na ikipungua Mheshimiwa Tongoyo mjumbe wenu atapanga vile basari inaweza kuongezwa, ndio watoto wengi ama vijana wengi wapate nafasi ya kusomea hizo taaluma. Unanielewa? Na ndio sababu nimekuja hapa leo ili tuwaletee basi ya shule. Na nataka nishukuru mjumbe wenu kwa kupanga na kamati ya CDF, hazina ya serikali ya kitaifa, tuweze kununua basi ya shule hii, kurahisisha usafiri wa watoto wenu na kurahisisha mambo ya usafiri kwa ujumla ya jamii hii. Mimi nataka mjue, na najua mnanielewa vizuri, mimi nataka mjue ya kwamba nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata nafasi aidha ya kufanya kazi ama kufanya biashara, ndio sisi wote tuchangie katika kupeleka taifa letu mbele. Mimi kufika hapa leo, mbali na basi, tumekuja kufanya harambee ya hawa wangwana wa bodaboda na mahasla wengine hapa nasikia wako na kwari. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli? Zamani haingewezekana serikali kufikiria mtu ya bodaboda ama mtu ya kwari
kwa sababu kulikuwa na ujinga ya kwamba kazi ni ile ya ofisi peke yake, lakini tumebadilisha sasa, ndio tunasema kazi ni kazi. Ninyi mnanielewa? Tunasema kazi ni nini? Kazi. Na sababu hiyo ndio tunasema tukielekea mbele, Wakenya wote tumeelekea siku nyingi kufikiria ya kwamba tukitatua mambo ya sijui kabila fulani ndio Kenya itabadilika, ama viongozi wakifaidika ati wananchi wamefaidika, ama wananchi viongozi wakipata vyeo ati wananchi wamefaidika. Sasa tunajua vizuri zaidi kwamba shida ya Kenya sio katiba ama sio ukabila. Shida ya Kenya ni vijana mamilioni ambao hawana ajira na Wakenya mamilioni ambao hawana biashara. Ndio sababu tuko na umaskini, na ndio tunasema tukielekea mbele, hatuna shida na kubadilishwa kwa katiba, lakini itatoa nafasi ya viongozi kupata vyeo, na hiyo ni sawa. Lakini changamoto kubwa ya Kenya sio nafasi za viongozi. Changamoto kubwa Kenya ni nafasi ya vijana, ordinary jobs, nafasi ya kufanya kazi kwa vijana mamilioni. Kila familia katika taifa letu la Kenya kuna watoto wawili watatu ambao wamemaliza shule lakini hawana kazi. Kweli maskini? Hata hapa Ilmotio kuna vijana wengi wamemaliza shule kwa manyumba yenu hapa, lakini hawana nafasi ya kazi. Kweli maskini? Na ndio tunasema tukielekea mbele, wengi wanasumbuka na maneno ya kubadilisha katiba, na tumewaambia hatuna nafasi ya kubishana, na tusiwagawanye Wakenya kwa mambo ya katiba. Katiba ni ya Wakenya wote. Hakuna katiba ya mrengo hii ama mrengo ile. Kwa hivyo tuwache kutafuta mirengo kwa mambo ya kubadilisha katiba. Hiyo mambo ya kubadilisha katiba iendelee mbele, sisi hatuna matatizo nayo, lakini nataka niwaeleze Wakenya pale hakuna suluhisho ya changamoto ya taifa letu la Kenya. Suluhisho ya mambo ya Kenya ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha uchumi wa Kenya ili iweze kutoa nafasi nyingi za kazi kwa vijana mamilioni na kumpatia kila hasla katika Kenya hii nafasi ya kufanya biashara, ndio tuweze kuondoa umaskini. That is the challenge we face as a nation. The challenge we face as Kenya is not to change the constitution so that we can create positions or share power. The real challenge we have is how we can modify the economy so that we can create millions of jobs, and we can create opportunity, and we can create wealth by enabling every Kenyan in their hustle to be able to make money and to be able to do well so that we can take the country forward. Mnanielewa jameni? Yes. Na pale tukitatua matatizo ya kukosekana kwa kazi, and we have, tuko na uwezo wa kuzalisha nafasi mamilioni kwa vijana wa Kenya if we are patient enough and if we are focused enough. Sisi kama serikali hii tulijenga reli ya bilioni 300, tumejenga mabarabara kilomita 7,000, tumeunganisha stima karibu watu milioni 5 Kenya, tumejenga technical training college ya kusaidia vijana 140 mpya Kenya, ikiwemo ya hapa Narok West. Sasa mimi nauliza, tunaweza kufanya kazi hiyo yote alafu tukashindwa kutafutia vijana hawa nafasi ya kufanya kazi na kutafutia hawa mahasla pesa ya kufanya biashara? Tunaweza kushinda kweli? Ndio mimi nataka niwaambie, msikubali tugawanywe kwa mambo ya katiba, eti kuna mrengo hii na mrengo ile.
katiba ibadilishwe vile itabadilishwa, itengenezwe vile itatengenezwa, lakini tujue ya kwamba suluhisho ya ile changamoto tuko nayo Kenya sio kutoa nafasi ya prime minister ama wabunge zaidi, sio kugawana mamlaka kati ya huyu na ule. Ile suluhisho ambayo tuko nayo Kenya ni kubadilisha hii uchumi, tuhakikishe ya kwamba kwa value addition, agro processing, manufacturing na program yetu ya housing tuzalishe nafasi za kazi mamilioni. Vijana wa Kenya wa kutoka pembe zote wapate nafasi ya kufanya kazi na ajira. Vile vile tubadilishe pesa ya serikali isiwe inapatianwa kule juu peke yake. Tunasema kuanzia mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, tutabadilisha iwe bottom up. Tutaweka pesa hapa kwa mwananchi, tutaweka pesa hapa kwa mama mboga, tutaweka pesa hapa kwa mtu ya mkokoteni na wheelbarrow na bodaboda, ndio wafanye biashara. Tuanze kufukuza umaskini hapa chini, na wale wa kufanya biashara hapa chini walipe ushuru, wale watapata ajira walipe ushuru. Sisi tutakuwa na pesa ya kutosha ya kuendesha serikali ya Kenya na kulipia gharama ya miradi yote ya maendeleo. Hatutakuwa na haja ya kwenda kukopa madeni kutoka nchi zingine. Tutakuwa na pesa ambayo itatutosha. Pale tutahakikisha kwamba kila Mkenya ako na nafasi ya kufanya kazi ama ya kufanya biashara, ili tuwatoe Wakenya milioni 16 saa hizi ambao hawana kazi leo. Zaidi ya Kenya milioni 16 hawana kazi, hawana biashara, ndio wanachangia sehemu kubwa kwa kukosekana kwa ushuru, kwa sababu hawana namna ya kulipa ushuru kama wale wengine. Ninyi mnanielewa jamani? Umesikia ya kwamba mwaka huu tutalipa trilioni 1 pesa ya Kenya kulipia madeni. Ninyi mnajua trilioni 1 vile inaandikwa? Pesa ya Kenya trilioni 1 tutatumia katika kulipa madeni, na inapasa sisi kama viongozi tuanze kufikiria kama kwa pesa ambayo tunakusanya Kenya, pesa ya Kenya kama tunakusanya trilioni 1.6 ama 7, kama almost 60% ya hiyo pesa ambayo tunakusanya kama ushuru inaenda kwa kulipa madeni, lazima tujiulize maswali magumu, na lazima tukubali ya kwamba lazima tubadilishe muundo na model ya uchumi yetu ya Kenya, ili tusiweke nchi yetu mahali pa hatari. Watu wa Ilmotok tunaelewana? Tuko pamoja? Saa hizi nimesikia viongozi wenu hapa wananiuliza hapa, bwana Deputy President, tunataka ututafutie nafasi 3, sijui nafasi 4, sijui nafasi 5 ya watoto wa kufanya kazi. Mimi nawauliza hapa Ilmotok, watoto ambao hawana kazi ni 5 ama 6 ama 10? Si ni maelfu? Kwa hivyo hii tunafanya saa hizi haiwezi kutoa nafasi ya kutosha kwa vijana maelfu wapate kazi. We have to change this thing. Na ndio mnasikia tunasema safari hii tunapiga kura kwa serikali ambayo inaelewa lugha ya mtu mdogo, ambaye inaelewa mama mboga anafanya kazi gani, ambaye inaelewa huyu wa mtu wa bodaboda ni mfanyabiashara. Serikali ambayo inaelewa sio watoto 10 ama 5 wanatafuta kazi Ilmotok, ni maelfu ya vijana, na lazima tutafute nafasi maelfu kwa vijana wa Kenya. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja? Ndio mimi nataka niwaambie, tulikubaliana na rafiki yangu Uhuru Kenyatta ya kwamba tutajenga foundation. Tumeweka foundation, tukajenga reli, tukajenga mabarabara, tukaunganisha stima, tukajenga colleges. Ile kazi imebaki
ni ya kuhakikisha ya kwamba nafasi za kazi zinapatikana kwa vijana na pesa inapatikana kwa mahasla wafanye biashara, ili tuweze kuokoa taifa letu, kwa kila mtu kupatiwa nafasi ya kulipa ushuru, ndio tuweze kuwa na pesa ya kuendesha serikali, tuachane na madeni. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Limotio, hiyo kazi mimi nilianzisha na Uhuru. Si mnajua Uhuru anaenda retire next year? Si mnajua hiyo? Sasa niwaulize nyinyi watu wa Limotio, hiyo kazi ambayo tulipanga, si tumefanya imefika 60%? Si imebaki 40%? Hata kwa maoni yenu, ule mtu anaelewa hiyo kazi baada ya Uhuru kwenda nyumbani ni ile mtu ya kitendawili? Ni ile mtu ya katikati ile watermelon? Ni ule mwingine wa kudandia wa kutoka Mululu? Ni ule mwingine alipigwa na bibi yake? Nani anaweza kumalizia hiyo kazi? Utasema mtaunga Hasla mkono? Hebu nione wale wanasema. So ndio sababu hiyo mnatuona hapa tuko na jeshi kubwa ya kuhakikisha ya kwamba Kenya hii tunaibadilisha. Na mimi nataka niwaambie hivi, watu wa Narok, mimi nataka niwaombe msikubali siasa ya kugawanywa, kwamba nyinyi ni wa kurubi hii, nyinyi ni wa mrengo ile, nyinyi ni wa jamii ile. Nyinyi watu wa Narok mkae kama ndugu moja, kama watu wa kaunti moja, kama watu walioungwa na Mungu mmoja. Na mimi nataka niwaambie, hakuna changamoto Narok ambayo itapita sisi viongozi wote kuketi chini na kupanga vile ya kuzitatua. Kwa hivyo msikubali changamoto ambazo ziko ziwagawanye. Sisi wote tuungane, tuunde serikali ambayo ni yetu sisi wote. Hiyo serikali itatatua sio matatizo ya Narok, itatatua matatizo ya Kenya yote. Washine? Tumekubaliana? Tuko pamoja? Mahasla mko? Mko chanjo? Hebu nione wala wanasema tuuna serikali ya mahasla. Ninaona ngoma iko sawa kabisa. So, sasa huyu bwana Tungo ameniambia ya kwamba mahasla wako area. Sindio? Na Chief Hasla ako area.